Basi tukapanga siku akanipeleka kwa Papa, umeona? Nadhani Papa watu wengi wanamjua sana producer yule pale. Sasa Papa nilipofika pale, Papa akanipokea vizuri tu, tukaongea. Ila sasa kutokana na Papa jinsi alivyoona jina, akaniambia kwa wewe nitakusaidia kwa shilingi 150,000 kule kodi. Laki na nusu. Sasa kutokana na mimi nilivyokuwa najitafute, ikabidi kwanza nimwambie bro, mimi nitakutafuta, nigee namba yako alafu nitakupigia mzee. Umeona? Baada ya hapo nikawa nimerudi zangu, lakini wakati nimerudi kuna anaitwa Z50 alipiga ngoma ya Mvukali ile Mapopo ile, yuko Dodoma. Kama watu wanafuatilia muziki sana, ule producer alikuwa Dodoma pale. Sasa siku naenda kule jamaa yule ndio kuonana na Mvukali, lakini sikupata bahati sana kuweza kuongea naye kutokana na time, yani alikuwa busy sana nini. Kwa hiyo nikaa nimemshukuru Mungu kwa kiwango fulani kwamba nimefika sawa kwa maproducer wakubwa na wenyewe wamenisikiliza, ila cha msingi walinambia game usiache, wewe cha msingi tafuta pesa njoo tufanye kazi. Umeona? Unajua tafuta pesa. Sasa na mimi kutokana na mimi kwa garage pale afu najifunza sipati kitu chochote. Umeona? Kwa ikawa ni ngumu sana sasa kuanza kutafuta pesa, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu nikaja nikashirikishwa ngoma na msanii mwingine pale pale Dodoma. Umeona, hii ngoma inaitwa Bora Mwisho. Ulishirikishwa bure ama ulipewa kiasi kidogo cha pesa? Kiasi chochote kwa sababu alikuwa ni mshikaji wangu na sisi wenyewe underground tunasupportiana. Kwa akanambia mimi na ngoma yangu basi njoo ni support. Nikamwambia hamna shida, mimi nitakuja kukusupport. Tukafanya ile ngoma inaitwa Bora Mwisho. Ilivyotoka basi watu wakaipokea, jamaa akaipokea vizuri. Mimi nasema basi ngoma kali, wakaiposti. Umeona? Basi tukawa tunaenda kusupportiana hivyo hivyo. Mwisho wa siku sasa mimi kidogo mambo yakayumba pale nilipokuwa nakaa, maana mimi nilikuwa naishi kwa ndugu. Umeona? Kutokana na maisha kwa ndugu akawapendi mimi nifanye muziki. Umeona? Ule muziki ukawa kwamba mimi naonekana kama mimi ni muuni. Umeona? Kwamba hivi na hivi. Mwisho wa siku sasa uingiliano ukawa mgumu pale kwa ndugu. Narudi saa 4 nimetoka kwenye show, inakuwa kipengele tena. Kwa akaongea na wazazi huko kwa sababu mimi nilikuwa nakaa kwa baba mdogo. Akamwambia basi huyu arudi tu kwa sababu kaamua kuchagua muziki, basi arudi tu. Kwa akawa amekukataa, yani wewe unataka muziki, wao wanataka ufanye vitu vingine. Nisome afu wanapeleka garage kwa ajili ya nisome mimi nije kuwa driver, kwa sababu mimi malengo yangu ni kwenda INT, nikasomea masuala ya dereva na leseni ninayo. Sawa, lakini ni daraja dogo. Sawa. Kwa hiyo dreams za kuwa dereva zimeishia hapa ama bado kuna namna ya kuendelea? Zilisha kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa lakini ndoto za muziki ndo zimenibeba sana kwa sababu muziki nikaa nimeamini sasa muziki, nikasema kama muziki tayari ushanipotezea vitu vingi. Kule niliacha garage. Umeona? Kwa bora unganganie sasa. Nganganie muziki tu, nganganie muziki. Basi nikaa nimekuja, nilipokuwa nimerudi Tabora hapa, nikaa nafanya madili kidogo ya kuniingizia kipato. Nafanya madili kidogo, nikipata kikazi kidogo nikipiga 10,000, 20,000 kwa siku mbili, siku ngapi. Basi nashukuru Mwenyezi Mungu natunza ile pale hela, nikipata hela sasa ndio nikapata kama 50,000, shilingi 50,000. Nikaitafuta studio moja inaitwa Victoria. Umeona? Ndio nilivyoitafuta studio bwana, nikaenda nikasema mimi na ngoma yangu nataka nifanye ngoma inaitwa Waambie. Nikaa nimefanya ngoma yangu ya Waambie ile pale. Ile ngoma Waambie basi nikaa nimeiweka tu. Baada ya kutoka ile ngoma nikasema maandalizi yenyewe ya kuposti ngoma, najua maandalizi makubwa afu underground ujulikani. Nahitaji maandalizi makubwa afu mwenyewe najisimamia, napo inahitaji masuala ya video. Sasa masuala ya video tena gharama nyingine. Kwa sisi kama tunajitafuta na kuposti cover tu peke yake ili watu waone. Umeona? Basi nikaa nimetulia, lakini baadaye tena kuna wale ambao nilikuwa nafanya nao kazi wakanicheki, wakaniambia uko wapi msee? Akaniambia kuna kazi. Tukawa tumesafiri tumeenda Kigoma kufanya kazi. Kule nikaenda nikapata hela kidogo tena, nikaa nimerudi Tabora. Sasa nirudi Tabora nikaja nikaandika ngoma inaitwa Ni Wewe na Mimi. Umeona? Nilipofanya ile ngoma Ni Wewe na Mimi ile pale watu wakaikubali sana. Nikarushia baadhi ya wasanii ambao wako Dodoma kule na baadhi ya maproducer ambao nilikuwa nafanya nao kazi, nienda nao pale nikarushia, akasema ngoma kali unaweza kufanyia promo ikaenda sawa. Umeona? Na watu wakawa wamekubali baadhi ya watu wadau nini. Sasa ndo ikae kama mimi niongezea napo mtazamo mwingine tena kwenye muziki na nguvu sasa ya kupambana zaidi. Kwa sababu muziki naupenda, afu muziki mimi nyumbani washaongea pale mpaka sasa hivi ameamua tu kuacha.
Yani kwa familia inakupa support ama baada ya kukwambia sasa hivi inanipa support, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sasa hivi. Kwa hiyo una deal zako ambazo unafanya, ukipata pesa unawekeza kwenye muziki. Sasa na kibaya zaidi familia inanipa support ya maneno. Umeona? Inanipa support ya maneno, yani ni support kitu chochote. Yani mimi hapa ninapokuambia, yani kiufupi muziki naupenda na naukubali sana. Hapo muziki ushanipotezea vitu vingi. Kwa hiyo ni lazima unganganie ili na wewe urudishe vile baadhi ya vitu ambavyo umepoteza. Umeona? Basi sawa. Okay, dakika 25 msikilizaji, unaweza kututumia ujumbe wako kupitia 0673882788. Tuko hapa mpaka pale saa 10 kamili za jioni. Tutakwenda kusikiliza ngoma ambazo G9 ametuletea hapa, alafu utatoa comment yako tuone kwa namna gani tunaendelea kusupport harakati, kusupport juhudi, kuona kile ambacho anakiwekeza G9 basi kwa namna moja ama nyingine kupitia muziki kinarudi. Sawa, bado haujakata tamaa. Umesema mpaka muziki ukurudishie kile ambacho wewe unakuwa umekipoteza. Yani cha msingi kwanza, ni cha msingi kwenye muziki. Yani napenda sana muziki, afu napenda sana ni Tabora. Kiasi kwamba Tabora nimekuja nimegundua kuna wasanii wengi sana. Wengi sana zaidi yangu. Yani niseme tu kwamba mimi siwezi nikasema najua sana. Na waheshimu kila msanii ninayekutana naye, na muheshimu sana kwa nafasi anayoifanya yeye. Kwa sababu kile kitu anachokifanya mimi nakiheshimu, ni kikubwa sana, umeona? Na nimekuja kugundua kuna vipaji vingi sana Tabora. Haiwezekani kama mimi labda mtu mwingine, umeona? Lengo na mazumuni wasanii wote wa Tabora, nikiwemo mimi na wasanii wengine wote ambao wanapita hapa, wasanii wote wanaonisikiliza, umeona? Kwamba ni kuiwakilisha Tabora vizuri. Unajua Tabora niseme ni mkoa fulani ambao umeaminika kwamba una vipaji. Umeaminika sana, una vipaji sana. Kwa sababu mimi nenda Dodoma, Tabora alikuwa ukisema kwamba ukienda sehemu ukisema umetokea Tabora, kwamba unaamini kwamba huko hamna vipaji, umeona? Lakini Tabora ni sehemu ambayo ina vipaji na maproducer wakali na madirector wakali. Sasa